Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ama ba'd. Ndugu mtazamaji wa idhaa ya Horizon, karibu tena katika tanbihi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika tanbihi ya leo tungependa kuwajibu wale ambao wanataka kujua nini hukumu ya mtu Muislamu asiyekuwa na udhuru wowote unaokubalika kisheria kutofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ameamua tu kuwa mimi sitofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na hana sababu yoyote inayokubalika kisheria. Hukumu yake ni nini? Bila shaka itakuwa amejiingiza katika madhambi ambayo ni makubwa, kabiratu min al-kabair. Kwa sababu kwanza tujue kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mojawapo wa nguzo 5 za Uislamu, wa antasuma Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo itakuwa ameacha mojawapo wa nguzo 5 za katika nguzo za Uislamu. Na tujue kuwa hapa atakuwa amekhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumeambiwa ni wajib. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, hakika hii saum ni faradhi kwetu sisi kama ilivyokuwa faradhi kwa waliokuwa kabla yetu. Na pia pale mbele Mwenyezi Mungu anatuambia thumma atimmus siyama ila al-layl, ni amri, imekuja katika sigha ya amri, kisha kamilisheni saum mpaka usiku. Kwa hivyo hapa atakuwa amepata dhambi ya kuacha moja katika nguzo za Uislamu. Atakuwa amepata dhambi, na ni kabiratu min al-kabair, madhambi makubwa ya kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya udhuru wowote. Na ulama amesema hapa al-Baihaqi katika kitabu chake al-Kabair, amesema Imamu al-Baihaqi katika kitabu al-Kabair, ikiwa atakuwa ameacha kwa sababu anaona kuwa sio miongoni mwa nguzo za Uislamu, au sio kitu muhimu, au sio amri ya Mwenyezi Mungu, basi huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Yule ambaye ataacha kwa sababu ya kukaidi na kusema hakuna kitu kama kufunga, hatujaamrishwa sisi kufunga, kwa hivyo atakuwa amekaidi moja katika nguzo za Uislamu na katika mambo ambayo yanajulikana kwa dharura katika Uislamu. Lakini kuna huyu ambaye ataacha labda kwa sababu ya uvivu tu, kwa sababu shetani amemshinda nguvu, huyu amepata madhambi makubwa. Na je, ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu amekupa uhai mpaka umefikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hizo nguvu ulizo nazo, pumzi ulizo nazo, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio amekupa. Umekula miezi 11, hizi siku 30 ama 29 umeambiwa tu kutii amri ya Mwenyezi Mungu, sio adhabu, ni kutii amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufunge, na sio kufunga masaa 24. Hapa kwetu nafikiri kizidi sana masaa 13. Kuna watu wako katika nchi ambapo saumu inaendelea mpaka masaa 15. Sasa wewe ndugu yangu, Mwenyezi Mungu amekupa afya nzuri, amekupa na uwezo wa kimwili na kiafya, kwa nini ukose kufunga? Hivyo hukumu yake ni mtu atakuwa amepata madhambi makubwa, na hapa hatuwezi kusema hana msamaha. Kuna watu wengine wanasema hata akifunga milele haikubaliwi. Hapa hukumu ambao tumeona imeandikwa katika vitabu ni kuwa atalipa ile saum kwa sababu ni deni. Lakini hapa ndugu yangu, nataka ujiulize swali moja. Ukose kufunga bila ya sababu yoyote, kisha useme nitalipa baadaye. Kwanza umepata dhambi, kisha huo wakati ambao unasema nitalipa, nani alikuambia kuwa utafikisha wakati huo? Je, una mkataba gani na Mwenyezi Mungu kuwa utafikisha wakati huo ili uweze kulipa? Labda wakati huo unapanga kuja kulipa, hautakuwako. Lakini tunasema hapa una deni, utalilipa kama Mwenyezi Mungu atakuweka mpaka ulilipe, na ufanye taubatun nasuha. Hatuwezi kusema mlango wa tauba umefungwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Lakini hapa itabidi mtu afanye taubatun nasuha. Inshallah Mwenyezi Mungu atuepushe na udhaifu kama huo wa kuweza kukataa kufunga mwezi wa Ramadhani na huku tuna uwezo wa kufunga. Na hii ndio tanbihi yetu siku ya leo.
Assalamu alaikum warahmatullahi